Karibuni ndugu zetu katika kipindi cha YouTube channel The Real Talk with Felix. Tunakwenda kujadili mada moja kwa siku ya leo. Kwa nini watoto wengi wanakosa nidhamu? Na niko na ndugu na jamaa hapa, na kabla tujaendelea na hii mada yetu, nitakwenda kuwakaribisha utambulisho kwa majina ili muweze kuwafahamu na kina nani wanaokwenda kujadiliana na sisi kwa siku ya leo. Basi tutaanza kwa ndugu yangu pale, jitambulisho kwa jina, tutaendelea. Kwa jina naitwa Porter Samadi. Na mimi kwa jina naitwa Mugabo Mwezi Magahura. Basi ndugu zangu, karibuni sana katika kipindi cha YouTube channel. Nimefurahi sana kuwaona kwa siku ya leo ili tuweze kujadili mada yetu ya kwa nini watoto wanakosa nidhamu. Kulingana na nchi za magharibi, sasa tunaona watoto wengi wanakosa nidhamu na hatujui kwa nini. Kwa hiyo tutakwenda kujadiliana hii mada yetu kwa siku ya leo, na mwishoni kutakuwa na hitimisho, nini kifanywe ili kuweza kuokoa jamii, especially kwa hii kizazi kipya. Basi tutakwenda kuuliza swali, kwa nini watoto wengi siku hizi wanakosa nidhamu? Tutaanza kwa ndugu Porter pale, atatuambia kwa nini watoto wa siku hizi wengi wanakosa nidhamu. Karibu. Asante. Nafikiri kwa kifupi naweza nikaseme kwamba watoto wengi siku hizi wanakosa nidhamu kwa sababu kubwa moja, ambayo ni kwamba watoto na wazazi hawana ule ukaribu. Wazazi tuko katika pilika za maisha, tunakuwa hatuna muda na watoto kuangalia watoto wanafanya nini, ili uone kile anachofanya ujaribu kumrekebisha. Unakuwa uko kazi, ukirudi kazi kulala, ukilala ukiamka yuko shule. Kwa hiyo hauoni maendeleo ya mtoto ndani yakoje, huoni tabia zake zikoje. Kwa hiyo anachokiona yeye au anakojifunzia nidhamu, badala ajifunze nidhamu kutoka kwa wazazi kwa muda mrefu, anajifunzia nidhamu kutoka kwenye internet. Na kwenye internet kama unavyojua, vitu vingi vinafanywa ni act, sio reality. Unaona, kwa hiyo ni njia moja kubwa ambayo inasababisha, kwangu mimi ninavyoona, inasababisha watoto wetu wengi kukosa nidhamu. Asante sana kwa mchango wako mkubwa. Bwana Mgabo, unaichukuliaje hilo? Karibu sana uweze kuchangia mada yetu ya leo. Kama ndugu yangu Porter alivyosema, naweza nikaongezea kwamba aliyosema ni kweli, lakini taongezea kwa maneno machache. Mara nyingi ukichunguza watoto kukosa nidhamu huwa inaanzia ndani ya nyumba. Kwa sababu kwanza, wazazi peke yao kwanza wakiwa hawana nidhamu, pia usije ukasema kama watoto watakuja kuwa na nidhamu. Kila kitu huwa kinaanzia chini kinapanda juu. Kwa hiyo watoto wanajifunza kulingana na jinsi ndani ya nyumba wazazi wanaishi. Kwa hiyo mara nyingi ukichunguza nidhamu nyingi kwa watoto, wazazi ndio wanaweza kuwa wanasababisha sometime hiyo kitu kutokea. Kwa sababu kama wazazi ndani ya nyumba hawaelewani, usije ukategemea kama tutakuja kuwa na nidhamu. Watoto huwa wanajifunza sana kwa wazazi. Ikiwa ndani ya nyumba wazazi wanaelewana, lazima na watoto watakuwa na nidhamu, kwa sababu mara nyingi nidhamu huanzia chini na huanzia ndani ya nyumba ili watoto na nidhamu. Asante sana jamani, welcome to The Real Talk with Felix. Tuendelee na kipindi chetu hiki. Don't forget to subscribe, comment and share. Tunakwenda kwa swali la pili. Je, matumizi ya video game yanaweza kuathiri nidhamu kwa watoto? Tunachukuliaje matumizi ya video game yanaweza kuathiri nidhamu kwa watoto? Kabla sijaenda kwenye matumizi ya video game, nataka niongezee point kwa aliongea ndugu yangu. Niongezee pale ni kwamba wazazi kwa kweli, licha ya vile nilivyosema kuwa mbali na watoto, na wanapokuwa karibu na watoto, wanapokosa wenyewe wazazi, wanapokosa ile nidhamu, na yenyewe itasaidia vile vile kuporomosha nidhamu ya watoto badala ya kusaidia kuipandisha. Kwa hiyo hilo wazo zuri sana alilotoa ndugu yangu Mugabo, kwamba wazazi na wenyewe wanasaidia katika kuporomosha nidhamu ya watoto kwa kutokuelewana. Mkiwa na migogoro ndani ya nyumba, itawaathiri watoto. Mnaweza mkafini ya kwenu peke yenu kama watu wazima, wazazi nyewe wenyewe, lakini inawaathiri watoto kisaikolojia. Na vile vile
atashindwa kuishi, kwa sababu kama unakuta mtoto labda anapenda mama yake au unamtukana mama yake au unampiga mama yake mbele yao tayari unakuta unapoteza ile nidhamu, sauti ukimwambia mtoto kitu hakuelewi, kwa sababu unafanya kitu ambacho mtoto anakipenda, lakini wewe unakifanya katika hali ambayo haistahili. Unaona, na kuja kwenye masuala ya video game vile vile zinaathiri watoto zinaathiri watoto, na hii vile vile tena tutakuja tena tutachukua nini lawama tena kwa wazazi vile vile, kama hawatapata muda wa kucontrol watoto, kwa sababu sio kwamba wanyang'anye wasitumie video game. Lazima waache watoto watumie video, kwa sababu ni njia mojawapo ya kufurahia, njia mojawapo ya kutuliza akili. Lakini unahitaji kama mzazi kucontrol kile kitu. Kama ni masaa mawili anatumia, masaa mengine mawili mwambie afanye kitu fulani, labda aende akacheze, mpeleke sehemu akacheze, umpe kazi nyingine za kufanya au utembee nao. Unaona, usimuachie mtoto kuanzia asubuhi mpaka jioni, kwa sababu akishakaa kule chumbani, kama wewe mzazi haufanyi kitu, atakaa kule kuanzia asubuhi, labda unaweza kumwona hata kesho. Unaona, atakuja tu hapo, anaingia kwenye friji, anachukua cereal, anaenda nao kule chumbani, anaendelea na video game. Kwa hiyo tunatakiwa tuwapangie muda wa kufanya hivyo vitu, na licha ya kuwapangia, unatakiwa uangalie ni video game gani anayoicheza, kwa sababu zipo za aina nyingi na zipo zenye maadili mabaya kwenye video game haya. Unaona, kwa hiyo unatakiwa uangalie ni video game gani anayoicheza mtoto wako, inafundisha au inafanyaje au inaharibu. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho naweza kuongelea kuhusu video game. Bwana Mgabo, unachukuliaje matumizi ya video game kwa watoto? Naweza nikasema matumizi ya video game kama vile ndugu yangu alisema, tusisahau pia na simu. Huwa na simu pia zinachangia kuwapotosha watoto licha ya video game peke yake. Kwa sababu ukichunguza mara nyingi vitu vyote ambavyo watoto wanavyovitumia visipokuwa na control, kuvicontrol, wazazi kucontrol vile vitu, lazima vinapaswa kuwa na madhara kwa watoto, kwa sababu watoto wao wanatumia, hawajui madhara ambayo watakutana nayo. Wao wanatumia tu, wanafurahia, lakini sisi wazazi ndio tunapaswa kuwa focus sana kufuatilia kile kitu watoto wanachokitazama au zile game wanazozicheza. Naweza kupa mfano, kuna kipindi kimoja niwahi kwenda kwa rafiki yangu kumtembelea. Nikaingia ndani. Sasa nilipoenda alikuwa yupo bafuni. Watoto walikuwa wako wanachezea, walikuwa kwenye unajua kompyuta kipindi cha nyuma huko kulikuwa hizi simu za screen, ya touch screen kwa wale hazijafika. Tulikuwa tunapenda kwenda kwenye kompyuta ndio video. Sasa kipindi hiko nilipoenda sikumtaarifu. Kwa hiyo yeye alikuwa bafuni, watu walikuwa wako chumbani wanatumia ile kompyuta yake. Sasa pia unajua kuna kipindi tukasema watoto pia wanaharibika na wazazi tunachangia kuharibisha. Kulingana na nini? Vitu tunavyovitumia sisi kama vile simu unayoitumia au sasa kumpatia mtoto kuchezea. Au kama kompyuta unayoitumia usimpe mtoto kuchezea. Kwa sababu sisi watu wazima kuna vitu tunatizama watoto waweze wakatizama. Kipindi hipo nilipoenda kumtizama rafiki yangu, nilipoingia sikugonga, najua ni nyumbani tunatembea kama ninavyopenda. Nilipoingia tu, kwa hiyo nikaenda straight mpaka kwenye chumba chile cha kompyuta. Nilipoingia mule kulikuwa watoto walikuwa kati ya miaka kama 10 kushuka chini. Mambo niliyokuta mule nao wanaangalia, walikuwa wanaangalia zile picha za aibu. Kwa hiyo waliponiona wakashtuka, kwa sababu hawakutegemea kama kuna mtu ataingia mle kwenye chumba. Unaona? Kwa hiyo sasa ndio maana nasema vitu vingi vinavyoharibu watoto, hata na wazazi pia tunapaswa kuwa makini sana kwa vile vitu tunavyovitumia. Vitu vya watu wazima visitumie watoto, tuwe makini sana. Kwa hiyo naweza sema kwa kweli kama ndugu yangu alivyosema, video games zinaharibu watoto pia, na simu pia tusisahau kazi zinaharibu watoto. Hivyo vitu vinachangia sana kwa maadili ya watoto kuporomoka.
Kwa sababu wanavyocheza pia kwenye kompyuta na nini, kuna vingine vinafunza tabia mbaya, vingine vinanania. Na ndio maana tunapaswa kuwa kabisa karibu na watoto. Tuchunguze video tunavyovifanya. Kama kuna video game wanazocheza tunazichunguza pia. Kuna zile video game wastahili kucheza zile video game. Kwa urafiki na watoto na yenyewe inasaidia kujenga tabia ya mtoto, kujenga tabia yake vizuri. Unakuwa rafiki, sio kila wakati unatakiwa uwe Bennett nao, hapana, askari magereza. Unaona, kuna kipindi unakuwa rafiki yake nini, unaangalia vitu anavyofanya nini, unauliza maswali, atakuja kukuambie. Anaweza kukuambia hata kitu labda kwake alikuwa anafikia ni kizuri, akaja akakwambia wewe, kwa sababu mna ile communication nzuri, ukaanza kumsaidia, kumshauri kuhusu kile kitu. Unaona, kwa hiyo ukaribu na wenyewe utasaidia, unafuatilia mwenendo wake. Leo tuangalie na mimi nifunze kucheza video game huko mle ndani. Unaona, kwa unaanza kuangalia video game yake anaicheza vipi, ni ya namna gani na nini, vitu kama hivi. Kwa sababu kuna video game zingine zinapotosha maadili ya watu mbaya sana. Mbaya kwa sababu kuna zile video game, kuna wengine wanataka kuja kufanya reality sasa kwenye wengine watoto. Zile video game za shooting, zile za shooting mara nyingi huwa zinaleta matatizo ndani kwa wengine watoto, na kushoot mtoto mwingine au amechoma kisu mtoto mwingine, kwa sababu vile anavyoviona, kwa sababu akicheza mwenyewe, kwa sababu afini kama fani labda kumpiga mwenzake kisu alivyoona kwenye video game ni kawaida, anakuja anataka naye kujaribia, alimuona ndio wanamuita Spider-Man anafanya, na anataka ajaribu kwenye reality, kumbe anaharibu vitu. Asanteni sana kabisa. Hey, welcome to the Real Talk with Felix. Tuendelee na kipindi chetu. Naona maswali ni mazuri na majibu ni mazuri mno. Sasa tunaona kama watoto wengi siku hizo, kwa kulingana na video game, wanacheza sana video game, lakini kuna watoto wengi wanashindwa kujisomea. Hii inaweza kusababishwa na nini? Unakuta sasa mtoto hapendi kujisomea kabisa, lakini kuambia video game anaweza kucheza kuanzia asubuhi mpaka jioni, lakini kujisomea hapendi. Ni kitu kama kinazoea watoto kutokusoma au kutokupenda kujisomea. Naweza kusema kutokupenda kujisomea kama ambavyo nimeongea toka mwanzo. Hii ni discipline inatakiwa ifanywe na wazazi. Unaona, ikishafanywa na wazazi, ukimpangia mtoto hayo masaa, video game ni muda huu na muda huu, muda huu na muda huu kusoma, muda huu na muda huu kutembea, kucheza, muda huu na muda huu hakuna device yoyote. Unaona, ukishapanga vitu kama hivyo na ukavi emphasize kama wazazi, kwa sababu kuna wazazi wengine baba anaweza akatoa hiyo amri ndani ya nyumba. Sasa baba akiondoka, akiwa yupo, mama anaemphasize. Unaona, watoto wanaendelea, hawafuatilii. Badala afuatilie, baba wao aliwaambia muda fulani na muda fulani wanatakiwa kitu wamesimamisha, lakini unakuta ameachilia. Unaona, kwa hiyo kinatakiwa kiendelee kwa wazazi wote wawili. Mkishatoa amri saa fulani na saa fulani unatakiwa mfanye hivi, watoto wafanye. Na vile vile kupenda kusoma ni vitu vya DNA. Unaona, ni vitu vya DNA. Kama we baba mama ampendi kusoma, na nyie mko 24 hours kwenye simu au kwenye mambo mengine, unaona, usitegemee kwamba na mtoto wako naye itatokea tu magic tu aanze naye kupenda kusoma. Kama wewe mwenyewe mzazi hakuoni unafanya kile kitu, unaona. Kwa hiyo inatakiwa, kama wewe au tukubahatika, wazazi wengi tumetoka Afrika tukubahatika kusoma, hiyo ni sawa, lakini sasa unachotakiwa kufanya kwa muda huu ni kuweka discipline kwa watoto, watengenezee future yao. Sasa video game this time, kusoma this time, na unaweka mkazo. Unaona, kilikuwa sio chako, lakini unatamani wewe ungefanya hivyo kama ungepata hiyo opportunity wako nayo, lakini hukuipata. Kwa hiyo wawekesa wao mkazo, wawekewe display. Mgombo unachukuliaje hilo? Naweza nikasema yote ni sawa tu, lakini nikichunguza sana sometimes tusije tukachukulia kwamba watoto tu tuwalaumu kwa kila kitu. Hapana, kwa sababu kuna vingine unakuta wazazi pia inakuwa ni changamoto kwa watoto. Ukichunguza kama 80% ya watu ambao wamekuja Amerika kama walikuja kwenye njia ya refugees, ukichunguza wengi hawakusoma, wazazi wengi hawakusoma. Kwa hiyo
mzazi kama hakwenda shule inakuwa ni vigumu sana kusema kwamba amwambie mtoto kwamba akae eti afanye homework. Kwa sababu mambo ya homework kwanza mzazi hawezi kujua kwa sababu hakwenda shule. So kwa hiyo wanakuwa na changamoto. Mtoto mwenye amezaa mtoto ambaye yuko kwenye nyumba hiyo ambao wazazi hawakwenda shule. Ni vigumu sana kumwambia kama mzazi aje kumwambia aende afanye homework wakati hiyo homework kwanza hajui. Kwa kweli watoto wana changamoto na wenyewe pia. Nafikiri ni lazima tuangalie sasa watoto ambao wanaweza kusaidiwa wasaidiwe namna gani ili wao wanapata kujisomea na wao. Kama jinsi nilivyosema, hata DNA pia inachangia kwa sababu watu kweli, mtu ambaye ampitia shule haweza kaona mtoto wake kwamba anatoka shule kufanya homework. Hiyo ni lazima inakuwepo. Na pia naweza sema hata wazazi wanakuwa na changamoto pia kwa watoto, kwa sababu kama kweli ukiangalia shule za hapa na za Afrika ziko tofauti. Kwa hiyo unaweza ukashindwa, hata mtoto pia anahitaji msaidie kwenye homework. Sasa utamsaidiaje homework na wakati wewe. Lakini ukiangalia Afrika yuko anaangalia mwanafunzi sio mzazi. Yes, kwa sababu so kwa hiyo kuna changamoto kubwa ambayo inasababisha watoto kutojisomea kwa sababu lugha pia inachangia. Wazazi wengi lugha ni mtihani kwao. So inakuwa ni vigumu kusema msaidie mtoto na wakati wewe mwenyewe haujui kumsaidia. Sasa kwa hiyo naweza nikasema hicho ni kitu ambacho community nyingi za watu kutoka Afrika wanapaswa kufocus sana. Wajifunze lugha, na nafikiri kwa generation itakayokuja mbele hiki kitu kitaondoka kwa sababu wengi watakuwa wamesoma hapa na watazaa watoto. Kwa hiyo watoto lazima wataweza kusaidiwa kwa kitu cha homework kitapewa nafasi ya kipaumbele. Asante sana, majibu mazuri. Don't forget to subscribe, share and comment The Real Talk with Felix.